TFF na serikali ni kukaa mezani na kocha Gamondi na kumpa mkataba wa muda mrefu ili aweze kuangalia vipaji vya nchi yetu, aweze kuangalia wachezaji wa nje na kuweza kuimarisha na kuiboresha timu ya taifa. Usipompa mkataba wa muda mrefu, maana yake atafanya kwa muda mfupi, anaweza ameshatengeneza CV yake, anaweza akapata timu zingine wakaweza kumchukua. Kwa hiyo kumpa mkataba wa muda mrefu, maana yake atakaa na atapata nafasi ya kuitengeneza timu yetu na kuwajua zaidi wachezaji wa Kitanzania. Pongeze wachezaji, benchi la ufundi na wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine wanaendelea kuisupport na kuitakia mema timu yetu ya taifa, kwa sababu tunajua Tanzania tunapenda sana mpira na imekuwa ndio miaka yote tunatamani timu yetu ifanye vizuri. Kwa hiyo kitendo cha timu ile kuingia hatua ya 16 bora kwa sisi kwa Tanzania ni furaha kubwa, tunafurahi sana na tunatamani iende mbele zaidi ya hapo, kwa sababu ndio kilio, ndio matumaini ya Watanzania wengi kwa timu yetu ya taifa. Kwa hiyo mimi kama mdau, kama kiongozi wa klabu nafurahishwa sana na hatua ambayo timu yetu imefikia. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea, tuendelee kushirikiana nao ili mwisho wa siku ipige hatua zaidi ya hapo, kwa sababu wanafanya vizuri, wanaendelea kuiboresha pia ligi yetu ya Tanzania. Hii timu tuiache ilivyo, labda tu kitu ambacho kama tutakuwa tunaona kwamba kila itakokuwa anakuja ni gharama kwa wale wachezaji wa nje, tusiogope zile gharama, sababu ukiogopa gharama hutofanya kitu, sababu kizuri chochote kinataka gharama. Sisi hawa vijana waliokuja wote wamecheza ndani na wale wanaocheza nje wametufanyia cha maana sana na wamejitambua kwamba sasa tunatetea taifa. Maana hata ikipigo huwa nawaambia kila siku watu kwamba katika wimbo wa taifa uliokuwa na mzuri ni wa nchi yangu, na katika bendera iliyokuwa nzuri haina doa la aina yoyote ni ya nchi yangu. Kwa hiyo lazima tuisifu hii timu na tuishangilie. Wale wanataka kuibeza hii timu, sawa, ni kwa matakwa yao na matamanio yao, lakini timu ina uhakika. Inachoomba benchi la ufundi lilivyo lote kwa pamoja likae hivyo hivyo, wasilibadilishe, sababu huyu mtaalamu inawezekana hana mapenzi na timu yoyote, yeye ana mapenzi ya mchezaji anayetaka kucheza mpira. Benchi la ufundi nalipa kongole kwa asilimia kubwa. Ni benchi ambalo limetulia kabisa, linafanya kazi yake kwa umakini kama jinsi benchi la ufundi linavyotakiwa. Wametulia na wanafanya kazi bila kuwa na mgogoro wa aina yoyote pale. Wana maamuzi sahihi, wanafanya hesabu zao kwa muda sahihi, kwa wakati sahihi. Wako sahihi kabisa benchi la ufundi. Mimi kama mwalimu naongezea hapo, na shauri hapo wamuongeze, wampe muda mrefu zaidi, kwa sababu ni mwalimu anaonekana mwenye utulivu na ni mwalimu ambaye ana hesabu kubwa sana na timu yetu ya taifa. Kwanza kwenye uchaguaji wa wachezaji, hana makelele, hana vurugu, hana mwingiliano wa aina yoyote ile pale. Ni mwalimu ambaye ametulia, anaijua kazi yake. Tumsapoti kwa hilo, tumpe muda, tumwachie maelekezo, afanye yeye kama yeye. Naamini atatufikisha mbali, naamini kwa hilo.